Subscribe Miujiza TV. Kama kuna taarifa zilizoshtua moyo wangu, taarifa zilizonikosesha raha siku kucha, ni kusikia kifo cha mzee wetu Raila Odinga. Kweli usilolijua ni kama usiku wa kiza. Hakuna ambaye angefahamu dunia ingekumbwa na ukimya na simanzi namna hii. Tulikula pamoja, tulicheka, tulifurahi pamoja, lakini sasa simanzi imetawala. Raila Odinga, kiongozi wa kambi ya upinzani, mwanaharakati lakini pia aliyependa haki huko nchini Kenya. Pengine ilikuwa ni asubuhi njema tulivu, ndege wakiruka angani, anga likiwa la bluu. Ni nani angeweza kufahamu? Simanzi lakini pia majonzi moyoni vimetawala. Mwaka 1945 Januari tarehe 7, dunia lakini pia Jamhuri ya watu wa Kenya ilibarikiwa kupata mtoto mashuhuri, mtoto ambaye angebeba njozi za taifa la Kenya, Raila Odinga. Katika eneo la Maseno huko nchini Kenya ndipo ijara hii njema ilionekana. Nikupe tu tafakari fupi. Raila Odinga alizaliwa katika nchi ya Kenya, lakini pia alipata makuzi yake katika nchi hii ya Jamhuri ya watu wa Kenya. Shule yake ya msingi, sekondari, bila kusahau elimu yake ya juu. Zaidi sana alikuwa ni mtoto wa mwanasiasa mashuhuri, Mzee Odinga, ambaye yeye alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya watu wa Kenya. Mzee wetu Raila Odinga aliingia kwa mara ya kwanza katika siasa ambazo zilitawaliwa na chama kimoja, yani single party system. Na ndipo vuguvugu la kutaka Jamhuri ya watu wa Kenya kuwa na vyama vingi ilianza. Watu walimfahamu kwa mashuhuri wake wa kupangua hoja, lakini pia kutetea maslahi mazima ya watu wa Kenya. Watu wengi walimpenda sana, watu wengi walimhusudu kazi kubwa ambayo aliifanya. Mzee Raila Odinga alipokea changamoto nyingi na vikwazo vingi alipokuwa akiingiza dhana nzima ya vyama vingi chini ya uongozi wa Rais Daniel Moi. Mwaka 1982 kulikuwa na vuguvugu la mapinduzi ambalo lilimhusisha mzee Raila Odinga. Alishutumiwa kwa kesi ya kutaka kufanya mapinduzi, na maanisha mapinduzi ya serikali, kwa lugha ya Kiingereza ni coup attempt. Na hili lilimfanya mzee huyu kuwekwa kizimbani kwa ajili ya kesi hii ambayo pengine ilikuwa na utata kidogo, kwani hakuna aliyekuwa na ushahidi wa dhati kwamba ni kweli alikuwa anahusika na jaribio hili. Mwaka 1992 alipata nafasi ya kuwa mgombea kupitia chama cha Ford Kenya katika jimbo la Lang'ata, na ndipo alipoanza safari yake ya kuwa waziri mkuu, lakini pia kuwania nafasi ya urais kama mgombea katika chaguzi mbalimbali zilizofanyika katika Jamhuri ya watu wa Kenya. Pengine mzee Raila Odinga anaweza akawa maana ya halisi ya kutokata tamaa, na hii ilimfanya kuonekana kuwa mtu mwenye uchu, sio uchu wa madaraka, lakini uchu wa maendeleo, uchu wa kutaka kuona mafanikio, uchu wa kutaka kuona mabadiliko. Mzee Raila Odinga aliomba ridhaa ya kuongoza kwa miaka kadhaa, lakini isivyo bahati wala hakufanikiwa. Mwaka 1997, huo ulikuwa mwaka wake wa kwanza akiwania katika nafasi ya urais. Mwaka 2007 hali kadhalika, mwaka 2013, 2017 na mwisho ulikuwa ni mwaka 2022. Hata hivyo, bahati haikuwa upande wake, kwani hakuna nyakati hata moja kati ya hizo ambapo alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya watu wa Kenya. Ninaweza kusema ya kwamba mzee Raila Odinga alikuwa chachu, lakini sio hivyo tu. Ninaweza nikamuita kama mwanaharakati nguli, mtu ambaye alipenda maendeleo, kwani
watu wengi walipata kuelewa masuala ya kisiasa na masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yakikumba nchi yao. Mwaka 2007 iligundulika ya kwamba kuna mzozo mkubwa na mgogoro wa kisiasa mara baada ya uchaguzi huo. Pasi na shaka watu walitaka kufahamu, je, ni nani ambaye alikuwa amepata nafasi ya kuwa kiongozi wa nchi hiyo kama rais? Hali hii ya sintofahamu mwaka 2007 ilisababisha ghasia na vurugu nyingi katika nchi ya Kenya, na hivyo kusababisha maafa makubwa. Baada ya mambo hayo yote, mzee Raila Odinga pamoja na kambi pinzani waliketi chini na kumaliza tofauti zao za kisiasa. Ilipotimu mwaka 2008 hadi 2013, mzee Raila Odinga alichaguliwa rasmi kuwa waziri mkuu katika nchi ya Jamhuri ya Watu wa Kenya. Wakenya wanaweza kumkumbuka mzee huyu kwa kazi yake kubwa, kazi yake ya kushinikiza mabadiliko ya katiba ambayo yalifanywa mwaka 2010. Raila alikuwa ni mmoja wa viongozi aliyeleta msukumo katika mabadiliko ya katiba ambayo yalikamilika na kusainiwa mwaka 2010. Katiba hiyo iliboresha haki za kiraia, mfumo wa utawala bora, lakini pia ugawanyaji wa mamlaka katika serikali na kaunti mbalimbali, na kuweka mipaka ya kuzuia mauaji na uchaguzi ulio haki. Ndio ulikuwa msingi wa katiba hiyo. Na nikukumbushe tu kwamba baada ya mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2017 kulikuwa na kitu cha kipekee sana, kwani mzee wetu Raila Odinga pia alishiriki uchaguzi huu akiwa mgombea katika chama kimoja hapo Kenya kuwania nafasi ya urais. Kitu pekee ambacho kilitokea ni kwamba mahakama ya juu ilifutilia mbali matokeo ambayo ilidaiwa kwamba mzee Raila Odinga alipaswa kushinda na kuwa rais wa Kenya kwa mara ya kwanza tangu aliposhiriki mwaka 1997, 2007, 2013 pia. Raila Odinga alifariki tarehe 25 Oktoba 2025 katika hospitali moja huko India, na madai yanasema ya kwamba kifo chake kilipelekewa na cardiac arrest, yani mshtuko wa moyo. Licha ya mambo makubwa hayo yote ambayo mzee Raila Odinga ameyafanya, dunia inamtambua kwa mchango wake mkubwa katika siasa za Kenya, kwani alifahamika kuwa mtu mpenda haki, lakini zaidi aliyesimamia mchakato mzima wa mabadiliko wa mfumo wa kisiasa kutoka katika mfumo wa siasa wa chama kimoja hadi mfumo wa siasa wa vyama vingi. Si hivyo tu, nikukumbusha ya kwamba yeye ndiye ambaye alileta msukumo chanya katika mabadiliko ya katiba ya Kenya, ambayo kwa sasa ndiyo ambayo inaendesha nchi hiyo hadi hivi leo. Kifo cha mzee Raila Odinga kimesikitisha watu wengi, hasa wapenda haki, wana maendeleo, lakini pia wanaharakati, bila kusahau watu mbalimbali katika Jamhuri ya Watu wa Kenya. Kifo, kifo, kifo. Kuna wakati tutakiuliza kifo, uwapi utungu wako? Death, where is your sting? Lakini kwa sasa hatuna budi kusema kwa heri kwa mzee wetu, mzee ambaye alisimama kidete, mzee ambaye alikuwa chachu ya mabadiliko mbalimbali ya kisiasa katika nchi ya Kenya, mzee Raila Odinga. Kwa heri wa Tanzania, lakini pia na majirani zetu Kenya, tunakulilia mzee, nenda salama, nenda kwa amani. Hii ni Miujiza TV. Subscribe Miujiza TV.